Tunaendelea na ushahidi wa Koplo Amani ambapo yuko chini ya uongozi wa wakili wa serikali Bwana Katuga. Mahakama imetulia, majaji wanaandika na upande wa serikali unaendelea kuijenga hoja yake. Wakili wa serikali akauliza, kikafuata nini baada ya kuonyeshwa mtu huyo? Koplo Amani akajibu, nilimfuata, nikamuita pembeni kutoka eneo la bodaboda, nikajitambulisha kuwa mimi ni G9304 kutoka kituo cha polisi Kati Mbeya. Nikamueleza tuhuma zake kwamba anahamasisha vurugu na kuharibu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Hapa tunaona hatua ya kwanza ya kisheria ni kujitambulisha rasmi. Ya pili ni kumjulisha mtuhumiwa tuhuma zake. Hii ni hatua muhimu ili kuonyesha kuwa mahakama hakukuwa na ukamataji wa kiolela. Wakili akaendelea, uchaguzi ulihusu nini? Koplo Amani akajibu, ulihusu rais, wabunge na madiwani. Hii si tuhuma za vurugu za kawaida, ni madai yanayogusa uchaguzi wa rais, wabunge na serikali za mitaa. Kwa maeneo mengine ni madai yanayogusa msingi wa demokrasia. Misingi ya demokrasia. Koplo Amani akaendelea, baada ya kumweleza tuhuma zake, nilimwambia anahitajika kituo cha polisi Ilomba. Hakubisha, alikubali, akaenda. Hapa serikali inaonyesha hakukuwa na mapambano, hakukuwa na kulazimishwa. Hili linaweza kusaidia upande wa mashtaka kuonyesha utaratibu ulifuatwa. Wakili akauliza, anaitwa nani? Koplo Amani akajibu, katika shauri hili anajulikana kama Peace Lee, ni jina la kiutambulisho wa kesi. Koplo Amani akaendelea, niliandika maelezo yake kwa tuhuma za uchochezi kinyume cha kifungu cha 390 cha kanuni ya adhabu. Kifungu cha 390 kinahusu makosa ya uchochezi, kosa ambalo kwa kawaida linahusisha kauli zinazoweza kusababisha ghasia, kauli zinazochochea uvunjifu wa amani, kauli zinazoweza kuhatarisha usalama wa umma. Hapa kesi inaanza kuingia kwenye eneo nyeti la tafsiri ya kauli na nia. Koplo Amani akaendelea, baada ya kumhoji alinieleza kwamba ni kweli alihamasisha wenzake kufanya fujo na kuharibu uchaguzi. Hii ni sehemu nzito sana ya ushahidi, lakini maswali ya kisheria yanaweza kujitokeza. Je, maelezo hayo yalitolewa kwa hiari? Je, yalichukuliwa mbele ya shahidi au wakili? Je, yalirekodiwa kwa taratibu zote za kisheria? Haya ni maswali ambayo upande wa utetezi unaweza kuyaibua. Shahidi naye akaendelea, siku hiyo ya tarehe 4 Aprili mwaka 2025, mtuhumiwa alisema alikuwa akipitia taarifa YouTube, akamsikia mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu akitoa kauli za kuhamasisha uasi, vurugu na kuharibu uchaguzi. Hapa kesi imepanuka. Sasa hoja si tu kuhusu P3, inagusa kauli zinazodaiwa kutolewa na kiongozi wa kisiasa kupitia mtandao wa YouTube. Maswali yanayozuka, je, video hiyo ipo kama ushahidi mahakamani? Je, maneno hayo yamenukuliwa rasmi? Je, yalikuwa kauli ya kisiasa au uchochezi wa kisheria? Tofauti kati ya hotuba ya kisiasa na uchochezi ni eneo tata sana katika sheria. Baada ya maelezo, Inspekta Jolam alielekeza mtuhumiwa adhaminiwe na aliripoti kituoni kila baada ya siku 3. Uchambuzi. Hii inaonyesha polisi hawakuona hatari ya kumweka mahabusu muda mrefu. Kesi ilikuwa bado katika uchunguzi, lakini pia inaonyesha kwa uchunguzi ulikuwa unaendelea. Koplo Amani akaelezea, tarehe 17 Aprili mwaka 2025 nilipewa maelekezo ya kuandika maelezo kama shahidi kuhusu kile mtuhumiwa alichosema. Maelezo hayo yalihusisha kauli alizodai kusikia huko kwenye mtandao wa YouTube, pia ushawishi wake kama mfuasi wa chama na nia yake ya kuhamasisha vijana kufanya vurugu. Baada ya kumaliza, nilimkabidhi Inspekta Joram. Wakili wa serikali akaendelea kwa kusema, waheshimiwa majaji, ni hayo tu kwa shahidi huyu. Katika dakika hizi tumeona kuwa kuna mnyororo wa matukio kuanzia kukamatwa hadi maelezo. Pia msingi wa kisheria wa kifungu cha 390. Pia tumeona kuna kauli zinazodaiwa kusikika kupitia channel ya YouTube na uhusiano kati ya kauli za kisiasa na tuhuma za uchochezi. Lakini kesi bado haijaisha. Maswali muhimu yanaendelea kubaki. Je, ushahidi wa polisi unatosha kuthibitisha kosa? Je, kauli za kisiasa zinaweza kutafsiriwa kama uchochezi? Je, mtuhumiwa alitoa maelezo kwa hiari? Haya ndiyo mambo yatakayobainishwa kadri kesi inavyoendelea.
Ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji, endelea kuwa nami, bado hii kesi inaendelea, kwa sababu hapa amemaliza wakili wa serikali, lakini kinachofuata ni cross examination kutoka kwa mtuhumiwa ambaye ni Tundu Lissu, ambaye ni wakili ambaye anajitetea yeye mwenyewe. Kwa hiyo kupitia cross examination tutaona shahidi anajiteteaje kutokana na maswali yenye utata ambayo Lissu anapenda kuyauliza kwa mashahidi wanaokuja kujitetea au kutoa ushahidi dhidi yake. Je, huyu shahidi Koplo Amani atatoboa kama atatoboa zaidi ya wenzake wale, au naye atakuwa kama wale wenzake walivyofanyiwa huko nyuma? Kwa sababu wengine wote walikuwa wanajichanganya, wanashindwa kujibu na kutoa maelezo mazuri, wakiwa wanasema tu hayupo, sijui, hayapo. Je, huyu Koplo Amani ataweza kutoboa mtego wa Tundu Lissu? Nini maoni yako kuhusiana na alichokisema Koplo Amani? Je, kesi bado inaendelea kuwepo au haipo? Je, maelezo ya Koplo Amani yanaweza kumfanya Tundu Lissu aingie kwenye hatia na kupewa hukumu juu ya kesi inayomkabili ya uhaini? Tuachie maoni yako hapo, nini unachokifikiria kuhusiana na tukio hili. Tutaendelea na sisi kukuletea kila tunavyopata updates kuhusiana na kesi hii ya mahakamani.